Hujambo, karibu katika rubaa za kimataifa tukimwangazia Mojtaba Khamenei, kiongozi mpya wa juu wa Iran. Baraza la maulama nchini Iran wamemchagua mtoto wa Al-Khamenei, Mojtaba Khamenei, kuwa kiongozi mpya wa juu wa kidini kumrithi baba yake aliyeuawa katika mashambulizi ya mwanzo yaliyofanywa na Marekani na Israel. Utozo Mojtaba, mmoja wa watu wenye msimamo mikali, unaonyesha namna Tehran imechagua njia tofauti na Marekani. Mojtaba Khamenei alizaliwa Septemba 8 mwaka 1969 huko Mashhad na ni mtoto wa pili wa Al-Khamenei. Utozo wake unakuja ikiwa ni wiki moja imepita tangu Marekani na Israel zianzishe vita dhidi ya taifa hilo la Kiislamu. Mojtaba mara nyingi anatajwa kama mtu msiri, na wakati huo anatajwa kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika utawala wa nchi, ambapo pia anajulikana kuwa na uhusiano wa karibu na kikosi chenye nguvu cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambacho wengi wanaamini ndicho kinachofanya maamuzi ya nchi. Kufuatia uteuzi wake, baraza la wataalam limewataka raia wa Iran kusimama nyuma ya kiongozi wao mpya, licha kuwa anaonekana ni kiongozi atakayeendeleza urithi wa baba yake dhidi ya mataifa ya Magharibi. Mojtaba, ambaye amekuwa nyuma pazia katika uongozi wa taifa hilo na wala hajawahi kushika wadhifa wote wa ofisi ya umma, anaelezwa kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mabaraza yanayofanya maamuzi na hasa kikosi cha mapinduzi. Ushawishi wake ulianza kuonekana zaidi katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2005 ambapo kiongozi huyo mpya anadaiwa kumsaidia Mahmoud Ahmadinejad kutoka kikosi cha mapinduzi kumshinda aliyekuwa rais wa nchi hiyo Akbar Hashim Rafsanjani. Wakati uteuzi wake ukiwa umepokelewa kwa hisia mseto nchini mwake, Marekani na Israel zimesisitiza kutomtambua kiongozi yeyote ambaye hatakuwa na baraka zao, Israel ikienda mbali zaidi na kusema kuwa atakuwa shabaha ya mashambulizi yanayoendelea, kauli ambayo imeungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa Mojtaba hatakuwa na maisha marefu. Yeye ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Al-Khamenei. Alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya Alavi huko Tehran. Akiwa na umri wa miaka 17, Mojtaba alihudumu jeshini kwa vipindi vifupi wakati wa vita vya Iran na Iraq, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Vita hivyo vya miaka 8 vilivyojaa umwagaji damu vilifanya serikali ya Iran kuwa na mashaka makubwa zaidi dhidi ya Marekani na nchi za Magharibi ambazo zilikuwa zinaunga mkono Iraq. Mwaka 1999, Mojtaba alikwenda Qom, mji mtakatifu unaochukuliwa kuwa kituo muhimu cha theolojia ya Shia, ili kuendelea na masomo yake ya kidini. Inasemekana kuwa hakuvua mavazi ya kidini hadi wakati huo, na haijulikani vizuri kwa nini aliamua kujiunga na seminari akiwa na umri wa miaka 30, kwani kwa kawaida watu huanza masomo hayo wakiwa bado wadogo. Hadi sasa Mojtaba bado ni kiongozi wa dini wa ngazi ya kati. Jina la Mojtaba Khamenei lilianza kujulikana sana kwa umma wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2005 ambapo ulisababisha ushindi wa Ahmadinejad, mwanasiasa mwenye msimamo mkali wa kiafidhina na mtetezi wa sera za watu wa kawaida. Katika barua ya wazi kwa Al-Khamenei, mgombea wa mageuzi Mehdi Karoubi alimshutumu Mojtaba kwa kuingilia mchakato wa upigaji kura kupitia baadhi ya wanachama wa Islamic Revolutionary Guard Corps na wanamgambo wa Basij ambao walidaiwa kugawa fedha kwa makundi ya kidini ili kumsaidia Mahmoud kushinda. Miaka 4 baadaye, Mojtaba alikabiliwa tena na tuhuma hizo hizo. Kuchaguliwa tena kwa Mahmoud kulisababisha maandamano makubwa kote nchini. Baadhi ya waandamanaji walipaza sauti wakipinga wazo kwamba Mojtaba ataweza kumrithi baba yake kama kiongozi mkuu wa Iran. Mustafa Tajzadeh, ambaye wakati huo alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani, alielezea matokeo ya uchaguzi huo kama mapinduzi ya uchaguzi. Baadaye alifungwa gerezani kwa miaka 7, jambo ambalo alisema lilitokana na matakwa ya moja kwa moja ya Mojtaba Khamenei. Wagombea wawili wa mageuzi, Hossein Mousavi na Mehdi Karoubi, waliwekwa kifungo cha nyumbani baada ya uchaguzi wa mwaka 2009. Mwezi Februari 2012, Mojtaba alikutana na Mousavi na kumshawishi aache maandamano yake, kulingana na vyanzo vya Iran vilivyonukuliwa na BBC News Persian. Hata hivyo, Mojtaba anakabiliwa na kazi ngumu sana ya kuhakikisha uendelevu wa Jamhuri ya Kiislamu Iran, pamoja na kuwashawishi wananchi kwamba yeye ndiye mtu sahihi wa kuiongoza nchi kutoka katika uharibifu wa kisiasa na kiuchumi. Rekodi yake ya uongozi bado haijajaribiwa kwa kiwango kikubwa, na mtazamo kwamba jamhuri hiyo inageuka kuwa mfumo wa kurithishana madaraka ya kifamilia unaweza kuongeza zaidi kutokuridhika kwa wananchi. Na huyo ndio Ayatollah Mojtaba Khamenei. Nikiripotia rubaa za kimataifa, mimi ni Theophane Ngitu.